Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu kuliko jina lote, jina la Mwenyezi Mungu. Ngoja niende moja kwenye pointi. Kwa mamlaka niliyopewa, mamlaka niliyopewa chini ya Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Dr. Chris ndugu yangu. Ngoja niende moja kwenye pointi. Ganzi ni nini? Inabidi ufahamu kwanza ganzi ni nini. Hata anayekutibu daktari inabidi ajue ganzi ni nini kabisa, ili aweze kutibu, aweze kufahamu chanzo cha ganzi ni nini, virutubisho gani vinaharibika, ni kitu gani kinachoharibika, na virutubisho gani vinahitajika kujenga hiyo sehemu ambayo ndo matofali ya mwili, na kiasi gani na kwa muda gani. Umeona? Ngoja tueleze ganzi ni nini kwanza. Kwanza, ishara namba moja ambayo mtu unakuta inampelekea mtu kupata ganzi mara nyingi ni ishara kwamba ndani ya damu yako kuna sukari nyingi ndani ya damu, maana una blood sugar na sukari nyingi ndani ya damu. Na kiwango gani kwanza cha sukari kinahitajika kwenye ndani ya damu? Katika kila lita 6 mpaka 7 za damu, ambapo mtu mzima ana lita 6 mpaka 7 za damu, 5 6 mpaka 7. Katika kila lita 3 za damu vinahitajika vijiko hivi, katika kila lita 3 za damu inahitajika kijiko kimoja kidogo cha sukari. Kwa maana mtu mzima mwenye lita 6 mpaka 7 za damu anahitaji vijiko viwili vya sukari. Umeona? Na maana na sahani moja ya wali tunayokula kila siku ile mama ntilia au nyumbani, unapokuwa sahani moja ya wali ile na vijiko 16 mpaka 25 vya sukari. Wali kwa mlima mpaka vijiko 32 vinafika. Kwa kila siku maisha yetu tunaingiza vyakula vya sukari vingi sana. Na ndio maana mimi nawashauri watu, ndugu zangu, wanapoenda kupima kwa daktari, wanapima sukari, wanapimaga sukari iliyoko ndani ya damu. Tofauti kati ya mtu mzima na mtoto, kwamba anakula wanga mtoto yeye apate sukari, mtu mzima akila anapata, au watu wazee sana wakila wanapata visukari. Tofauti yao ni kwamba ni kongosho. Kongosho ya mtu mzima inaelekea kuchoka, kongosho ya kijana bado ni imara. Kwa hiyo ukitaka kumpima mtu kisukari kabisa uweze kujua level ya kisukari iko wapi, sio kumpima sukari kwenye damu. Umeona? Lazima umpime mtu kongosho yake, insulin level ndani ya insulin, inabidi upime ile hormone ya insulin. Ila watu wengi sana kile kipimo cha AC1 ambacho cha kupima damu sukari ile, unaangalia sukari tuliyoko ndani ya damu, au pimi kiasi cha insulin iliyoko ndani ya damu. Sisi hapa pale 4How International Clinic Bongo Plaza tunakupima kiasi cha insulin kilichoko ndani ya damu, na kongosho yako inafanyaje kazi, iko hatua gani, ndio hicho tunachokupima sisi. Kwa sababu ukitaka kumpima mtu kuhusu kisukari lazima uangalie kongosho na insulin hormone, sio tu uangalie kiwango cha sukari kilichoko ndani ya damu. Na mashine nyingi unazopewa za kupima damu na kupima sukari tuliyoko ndani ya damu, blood sugar. Anyways, waende kwenye point yetu kwanza. Ganzi ni nini? Ishara ya kwanza kupata ganzi ni kwamba ni moja hapo, kwamba nimesema ishara ya kupata ganzi ni kwamba una sukari nyingi ndani ya damu. Chanzo kingine, sababu nyingine ya kupata ganzi inaweza kupelekea kama chemotherapy. Watu wanafanya chemotherapy wanaweza kupata ganzi. Chemotherapy ni kupigwa mionzi ile, watu wenye kansa wanapigwa mionzi ile, inapelekea kupata ganzi kabisa. Hata virus fulani maalum wanaweza kupelekea kupata ganzi, mara chache sana, lakini watu wao wanapata virus wanapelekea kupata ganzi. Pia dawa zenye kemikali, dawa za hospitalini, sio dawa za asilia. Sije kusikia dawa za asilia wala sifahamu hapo dawa asilia inaweza kusababisha mtu kupata ganzi. Labda zipo lakini mimi sijui na sijawahi kusikia. Ila dawa za hospitalini ambazo zinaweza kusababisha kupata ganzi zipo. Tena dawa zenye kemikali hizo zipo ambazo zinaweza kupata ganzi, kama vile dawa inaitwa statins. Statin dawa ambayo watu wanapewa wenye cholesterol nyingi ndani ya mwili au mafuta mengi ndani ya mwili. Zile zinakupelekea kabisa kutumia muda mrefu zinakupelekea upate ganzi. Na hii topic nitakuja kuigusia siku nyingine ya dawa za cholesterol na statins. Sasa kwa nini ganzi kwanza inatokea kwenye mikono? Kwa nini kwenye mikono tu? Ncha za mikono na vidole na miguuni. Kwa nini ganzi inapenda kutokea vidoleni, za mikononi na miguuni? Kwa nini kwanza? Kwa sababu kwenye mikono ndipo ncha za mwisho za mishipa ya fahamu inaishia, ncha za vidole na miguuni. Ndio maana ganzi inatokeaga huko, kwa sababu mishipa ya mwisho kabisa ya fahamu ncha zake zinaishia huko. Ncha za mwisho hata za mishipa ya damu zinaishia huko. Damu inazunguka kote mwilini, lakini sehemu za mwisho damu kupita waga ni ncha za vidole, mikono na pamoja na miguu. Umeona? Hata mishipa ya fahamu pia ya mwisho kabisa mingi imerundikana huko kwenye vidole na miguuni pia. Mishipa ya fahamu pia imerundikana kwenye mikono na miguuni. Ndio maana kuna hii tiba ya miguu kupitia chini ya miguu au reflexology kwa ajili ya magonjwa yasiyoambukiza. Hilo nitaelezea siku nyingine. Kwa hiyo
mzunguko wa damu unakuwa wa mwisho sana kwenye ncha za vidole na ncha za vidole vya mikono na miguuni. Kwa hiyo na pia oxygen pia inakuwa ya mwisho kabisa kufika kwenye vidole na miguuni pia. Umeona? Na unapokuwa unapata ganzi inauma sana pale unapokuwa unatembea. Ganzi inakuwa inachoma, unasikia sometimes unasikia mpaka miguu inapelekea kuwasha. Ni kwa sababu pia unaweza kupata fangasi, kwa sababu watu wenye sukari nyingi ndani ya damu au wenye visukari pia wao wana mtindo wa kupata fungus sana. Kwa nini fungus inatokea? Kwa sababu fungus ni bakteria. Bakteria wengi ndani ya mwili wanaishi kwenye sukari. Chakula chao kikubwa ni sukari. Ndio maana ukuta watu wenye sukari lazima wapate fungus. Kwa sababu bakteria wanaishi kwenye bakteria wabaya wote ndani ya mwili wanaishi kwenye mazingira ya asidi nyingi na sukari nyingi. Ndio sukari ndio chakula namba 1 cha bakteria wote ndani ya mwili. Pia unakuwa unasikia miguu kuwaka moto, unasikia vitu vya ajabu ajabu mikononi. Usiposhughulikia hilo swala la ganzi mikononi au miguuni, inaweza kupelekea usugu watu kupata mpaka vidonda chini ya miguu. Umeona? Sasa nataka niwaeleze mfahamu kwa sababu gani unapata ganzi, sehemu gani ya mwili inaharibika mpaka unapata ganzi. Umeona? Kuna kitu kwenye ndani ya mishipa ya fahamu, ndipo mishipa ya fahamu ndio inaharibikaga mpaka mtu unapata ganzi. Hata kwenye mishipa ya fahamu kuna hii layer juu inaitwa myelin sheath. Umeona? Huu kusema huu ndio mshipa wa fahamu wote. Unaona? Au nervous system, nervous. Umeona? The nerve ya pamoja. Sasa huu ndio mshipa mmoja wa fahamu. Katika huu mshipa mmoja wa fahamu kuna yule layer ya juu ndio inaharibika inaitwa myelin sheath. Ukuta wa juu, unaona inaitwa myelin sheath. Ukuta wa juu, ngoja nielezee kwa mfano huu waya. Umeona huu waya? Assume kwamba huu ndio mshipa wa fahamu ndio kuonyesha hiyo. Unaona? Nerve ya pamoja. Assume ndio hapo. Sasa ile ya juu nyeupe ndio hiyo myelin sheath. Ni ukuta wa juu ambao unailinda kilichoko ndani. Kilichoko ndani ndio mshipa wenyewe wa fahamu. Kwa assume kwamba hii ile ya juu ndio myelin sheath nyeupe, lakini ndani ya hii waya mweupe huu ndani yake kuna waya huko iko ndani ya kopa, si ndio? Hii waya ya kopa huko ndani ndio sasa hiyo ndio nerve yenyewe, lakini inalindwa na ile ya juu. Sasa sukari inaharibu hii layer ya juu ambayo inaitwa myelin sheath. Kutokana na sukari inakuwa nyingi kwenye damu inakula ile layer yote mpaka inabakiza mshipa fahamu unakuwa uchi kabisa, unabaki wazi. Hiyo ndio sababu moja wapo ya kupata ganzi, kwa sababu sukari inakuwa nyingi ndani ya damu na inakula hii mshipa fahamu, inakula ile ukuta wa juu ambao unaitwa myelin sheath, unaharibiwa na sukari nyingi ndani ya damu. Sababu nyingine ya kupata ganzi, hiyo ni ya kwanza. Sababu nyingine ni kwamba mzunguko wa damu pia unakuwa mbaya katika ncha za vidole pamoja na ncha za miguu. Mzunguko wa damu unakuwa kwanza ndio sehemu za mwisho kupata mzunguko wa damu. Kwa kutokana na tatizo limetokea, pia hata mzunguko wa damu unakuwa mbaya. Kwa kama mzunguko wa damu unakuwa mbaya ufike kwenye ncha za vidole na za ncha za miguu, kwa mishipa ya fahamu pamoja na mishipa ya damu ya ncha za vidole huko inakuwa ipate virutubisho vya kutosha, kwa sababu damu ndio inabeba virutubisho kutoka tumboni kupeleka kwenye macho kujenga jicho. Damu ndio inabeba virutubisho kutoka tumboni kupeleka kwenye ubongo kujenga ubongo. Damu pia ndio inabeba virutubisho kutoka tumboni kupeleka kwenye vidole na miguu, kwenye ncha za vidole na miguu. Kwa ina maana kama mzunguko wa damu utakuwa mbaya kwenye ncha za vidole na ncha za miguu, basi virutubisho pia vya kujenga hizo sehemu itakuwa ni mbaya na virutubisho kutoka vidogo. Kwa hiyo mishipa ya fahamu pamoja na mishipa ya damu itakuwa ina njaa, itakonda, itaharibika kwa sababu inakosa virutubisho vya kuvijenga viwe hai, viwe vipya. Sasa nitawaelekeza ni vyakula gani na virutubisho gani vinapungua na vyakula vipi vinapatikana. Unaweza ukawa na sukari kabisa na usipate ganzi kabisa, usipate ganzi kutokana na mimi nitachowafundisha hapa. Ila nitawafundisha mwishoni na kisukari kipotee. Umeona? Ila unaweza ukawa na kisukari ukasikiza hicho tunachokufanya ukafanya ukala hivi vyakula vikajenga hiyo layer ya juu, hiyo myelin sheath, na mzunguko wa damu ukawa mzuri kwa kutumia kitu kama hichi reflexology au mkekatiba ambayo inasaidia kuongeza mzunguko wa damu mwili mzima, balance pressure, balance na sukari. Nitaelezea siku nyingine. Kwa unaweza kuwa na kisukari na usipate ganzi ukizingatia hivi nitavyoeleza. Kwanza twende ndani zaidi kwanza. Twende ndani ya seli. Umeonisikia? Myelin sheath ni nini kwanza? Ile myelin sheath sijaelezea. Ile myelin sheath is an insulin layer that surrounds around the nerve. Kwa Kiswahili ni hapa. Ganzi ni nini? Umeona? Ganzi inasababishwa na hii layer ya juu kuharibika hiyo hapo. Umeona? Hiyo ukuta wa juu ukiharibika kama mlivyosoma hapa nadhani mmeelewa. Sasa twende katika seli.
Bwana, twende kwenye seli ndani zaidi niwaelezee kitu kidogo mfahamu ganzi inakujaje mpaka mtu anapata sukari nyingi ndani ya damu. Sukari, ukila vyakula vya wanga, ukila vyakula vya ngano na ukila vyakula vya sukari vikiingia ndani ya mwili vimebadilika vinakuwa glucose, si ndio? Kazi inayofanya kubadilisha wanga kuwa glucose ni enzymes au vimeng'enya. Umeona? Enzymes au kwa Kiswahili tunaviita vimeng'enya, kazi yake ndani ya mwili ni kubadilisha vitu kutoka mfumo mmoja kwenda mfumo mwingine. Vinabadilisha vitu vingi kutoka mfumo mmoja kwenda mfumo mwingine, wanga kuwa mafuta, wanga kuwa glucose. Umeona? Ndio hizo kazi za enzymes. Umeona, vimeng'enya. Lakini hivyo vimeng'enya viweze kufanya kazi vinahitaji coenzymes au visaidizi. Umeona? Kwa sasa tukienda ndani ya seli, kwenye seli ya mwili kuna kiwanda maalum cha kubadilisha hiyo glucose kutoa energy. Seli zote ndani ya mwili kuna kiwanda maalum cha kubadilisha hiyo glucose kukupa wewe nguvu au energy au nishati. Hicho kiwanda kinaitwa mitochondria au mitochondria. Umeona? Hiyo mitochondria au mitochondria kwenye kuiandika, ukitaka kuiandika zaidi inaitwa mitochondria. Hiyo ndo kazi yake kubadilisha glucose kuwa energy. Umeona? Sasa ndani ya damu sukari inapokuwa nyingi au glucose inapokuwa nyingi, mitochondria au mitochondria inahitaji kiwanda chochote kinahitaji vifaa kiweze kufanya kazi, si ndio? Hivyo vifaa ambavyo vinahitajika kufanya kazi ndo virutubisho ambavyo vinahitajika kuweza kufanya kazi ya kubadilisha vyakula vya glucose kuwa energy, kutoa nguvu. Umeona? Sasa glucose inapokuwa nyingi, sukari inakuwa nyingi, vitu vingi, kiwanda kile unakuta hakina vile virutubisho, kwa sababu kwanza sukari inapokuwa nyingi, virutubisho ndani ya mwili vinapungua vyote, vitamin A, B, C zinaanza kupungua virutubisho. Sukari ikiwa nyingi, mwili na virutubisho vinaanza kushuka. Maana ukiwa unakula vya sukari inabidi ule pia vyakula vingi vya kuongeza virutubisho, mboga za majani, matunda na kadhalika. Umeona? Na nyama na kadhalika inabidi ule. Ukiwa unakula vyakula vya sukari na wanga nyingi na ngano nyingi. Umeona? Kwa hiyo sasa sukari inapokuwa nyingi, virutubisho vinakuwa vichache, ina maana kiwanda kinakuwa hakina uwezo, hakina vifaa vya kubadilisha glucose kuwa energy, kutoa nishati. Kwa kama kiwanda hakina virutubisho, ina maana kinafeli, kiwanda kinakufa. Umeona? Kwa kiwanda kikisha kufa, mwili una plan B ya kutatua hili tatizo. Mwili hauwezi kuacha ile glucose ikabaki kama glucose. Mwili una plan B ya kuweza kuitumia ile sukari kama nishati. Plan B ya mwili ambayo inaitumia hiyo plani, mwili unabadilisha ile glucose inakuwa kitu kinaitwa sorbitol. Sorbitol. Umeona sorbitol hii? Sorbitol ni kama alcohol fulani, kama pombe fulani. Inabadilisha glucose inakuwa kama pombe fulani ambayo ina utamu kama sukari aina ya sucrose. Umeona? Inabadilisha inakuwa kwa sorbitol glucose ili iweze kutumika na mwili. Sasa hiyo ni hatari zaidi. Yaani hiyo mitochondria ikifeli ambayo iko ndani ya seli, kazi yake ni kubadilisha glucose kuwa energy, kutoa nishati. Ikifeli, plan A hiyo ikifeli, inapata plan B. Plan B ndio kwamba ile glucose inabadilika inakuwa sorbitol. Sasa hii sorbitol hii ni hatari sana ndani ya mwili. Kwa Kiswahili hapo unaweza mkaisoma zaidi mkaelewa sorbitol ni nini. Ni hatari sana hii sorbitol ndani ya mwili, ni hatari balaa. Kwa sababu hiyo glucose ikishabadilika kuwa sorbitol, ndio unakuta sasa mwili ile sorbitol inaenda inakaa kwenye lenzi ya jicho. Ikaa kwenye lenzi ya jicho ndio unaona unasikia watu wenye kisukari unakuta hawaoni vizuri, wanamshauri avae miwani, wengine wanamshauri atumie dawa. Unakuta hiyo sorbitol inaenda kukaa kwenye ubongo. Inaenda kukaa kwenye ubongo ndio pata watu wazima wanakula vitu vya wanga, vyakula vya sukari vingi, wanaambia wanapoteza kumbukumbu. Ni kwa sababu ile sorbitol ndio unakuta inaenda kukaa hizo sehemu. Ikikaa kwenye retina ya jicho ndio unakuta mtu anapata diabetic retinopathy. Umeona? Ni kwamba ile sorbitol ndio inaenda kukaa kwenye retina ya jicho, ndio inaleta matatizo. Hiyo sorbitol ndio tatizo kubwa ndani ya mwili, inaenda kukaa sehemu nyingi, inasababisha matatizo mengi sana. Umeona? Sasa mpaka hapo tunaona kwamba hii tatizo lote ili kuweza kutatulika vinahitajika virutubisho fulani maalum ndani ya mwili kuijenga hiyo myelin sheath. Ina maana vinahitajika virutubisho maalum kuijenga hii myelin sheath, ukuta wa juu ambao unaharibika, na inahitajika virutubisho pia vya kuisaidia kiwanda cha mitochondria ambao ndani ya seli ndio hicho kiwanda cha kubadilisha glucose kuwa energy. Hivyo virutubisho vinahitajika. Je, ni virutubisho gani? Virutubisho ambavyo vinahitajika ndani ya mwili
vya kusaidia kubadilisha vyakula vya wanga kuwa energy. Kwanza ni vitamin B1. Vitamin B1. Vyakula vya vitamin B1 ndivyo vyakula namba 1 ndani ya mwili, na ndivyo vyakula ambavyo vinasuluhisha na kumaliza kabisa tatizo la ganzi. Aina ganzi ambayo inasababishwa na sukari nyingi kuwapo kwenye damu. Vyakula vya vitamin B1 ndio vinavyohusika pia kujenga ukuta wa juu wa hii myelin sheath. Ukuta wa juu wa hii myelin sheath. Pia ndio inahusika hata kiwandani, kiwanda cha seli kinachoitwa mitochondria au mitochondria kutoa energy, kubadilisha glucose kutoa energy. Sasa vyakula vya vitamin B1 ndio vyakula namba 1, kuna vingine vinafuata. Vyakula vya vitamin B1, vyakula ambavyo vina vitamin B1 nyingi ili uweze kutatua tatizo lako haraka sana mapema. Vyakula vinavyoongoza duniani kwa upande wa mboga za majani. Inaongoza kuwa na vitamin B1 nyingi uweze kutatua tatizo. Na sijui hata mara ya mwisho wewe kula chakula ilikuwa lini. Ni chakula aina cha njegele au green peas. Kwa Kiingereza ukitaka kuisearch green peas au njegele. Njegele zina vitamin B1 nyingi kuliko mboga za majani karibu zote. Njegele si mchezo. Njegele zina vitamin B1 nyingi sana kwa upande wa mboga za majani. Ila kwa upande wa nyama, sehemu ya nyama ambayo ina vitamin B1, nyama ambayo ina vitamin B1 kuliko nyama zote. Nabidi ndugu zangu niongee ukweli. Kwa sababu mimi siangalii dini wala dini fulani. Ni nyama aina ya kitimoto. Au kitimoto ndio. Kitimoto ina vitamin B1 si nyingi, si mchezo. Yaani kitimoto ina vitamin B1 nyingi balaa, si mchezo. Nyama ya kitimoto, pork vitamin B1. Umeona? Nyama ya kitimoto nayo inaongoza kuwa na vitamin B1 balaa. Umeona? Ila kwa upande wa mboga za majani, kitu kinachoongoza kuwa na vyakula vitamin B1 ni njegele, nimwambia. Umeona? Kwa umeona hapa pork au kitimoto. Pork is actually richer in thiamine au vitamin B1. Umeona, sijatunga ndugu zangu. Islam, samahani sana ndugu yangu, lakini lazima niseme ukweli kwa sababu ni daktari na base kwenye sayansi zaidi. Kitimoto ndio nyama inaongoza kuwa na vitamin B1. Kwa hiyo watu wenye ganzi, ukitaka kutatua tatizo lako haraka sana, ongeza ulaji wa kitimoto. Ongeza kwa upande wa Islam ndugu zangu, msiguse nyama yenye laana. Nyie kuleni njegele. Ongeza ulaji wa njegele. Sasa mtu mpaka anapata ganzi, ina maana ana mapungufu ya vitamin B1 yao makubwa sana. Si mchezo. Ana mapungufu makubwa. Yaani almost kama 50% mpaka 40. 50% mpaka 60. Yaani una almost 50% deficiency. Yaani mapungufu 80% mpaka 80 sometimes ya vitamin B1 nyingi. Kwa hiyo wewe uweze kula bakuli moja la mboga la njegele ukategemea umemaliza. Unakula kama mtu wa kawaida. Wewe una shida tayari, unaumwa. Ina maana unahitaji vitamin B1 nyingi kuliko mtu wa kawaida. Kwa hiyo kwa siku inabidi bora hata ule bakuli 2 za njegele. Kuna kiwango maalum cha afya ambacho kinahitajika cha vitamin B1 kuingiza ndani ya mwili. Umeona? Au inaitwa RDA. Recommended daily allowance au required daily amount minaita. Hiyo. Kiwango cha vitamin B1 kwa siku kinachohitajika ni miligramu 1.1. Kiwango cha miligramu kinachohitajika cha vitamin B1 miligramu 1.1 mpaka miligramu 1.2. Ukila bakuli moja hivi la njegele ina miligramu haifiki moja, inaweza kuwa kama 0.9 something. Umeona? 0. kaza. Kwa hiyo inabidi ule bakuli 2 za njegele kwa siku. Kwa siku nzima mpaka inaisha, jitahidi ule bakuli 2 za njegele, ikiwezekana hata 3 weka, wala una shida, uone mapungufu tayari. Kwa hiyo unahitaji vitamin B1 nyingi sana. Umeona? Vyakula vya kwanza ni vyakula vya vitamin B1, nimewaeleza, inapatikana kwenye njegele na ndo nyingi zaidi na nyama ya kitimoto, lakini vipo vyakula vingine nawaambia kama bamia. Bamia pia zina vitamin B1 nyingi sana. Pia bamia zina vitamin B1. Parachichi pia na vitamin B1 na njegele. Njegele sio tu ina vitamin B1. Na njegele sisi watu wengi majumbani kwetu tunachukulia njegele kama mboga. Njegele ni chakula. Njegele kwanza ni super food.
Njegere zina virutubisho vingi, njegere zina vitamin B complex zote. Njegere ni mbadala wa vitamin B complex. Kama kuna mtu anakuuzia huko vitamin B complex, au una haja ya kutunua vitamin B complex, unakula tu njegere zako, kwa sababu njegere zina vitamin B zote complex zote. Vitamin B1 thiamine ipo, vitamin B2 ipo, vitamin B3 ipo, vitamin zote mpaka vitamin B12 zote zipo humo. Zote complex zote ziko humo vitamin B. Na pia njegere ni zina protini, ni moja mboga ya majani ambazo zina protini kabisa. Green peas au njegere zina protini. Njegere pia zina fiber. Njegere zina vitamin A kwa ajili ya macho, ngozi na kuleta utoto. Njegere zina vitamin C. Njegere ni super food, ni chakula chenye virutubisho vingi sana. Njegere sio mboga, njegere ni chakula. Umeona? Njegere ni chakula kabisa. Chakula kingine ambacho kwenye vitamin B1 ni bamia, pia ziko nyingi sana pale. Bamia na vitamin B1 nyingi, parachichi na vitamin B1 nyingi sana. Hivyo ni vyakula vyenye vitamin B1. Hata samaki pia na vitamin B1. Sawa. Hata kwenye nyama, especially kwenye maini pia. Maini pia na vitamin B1, nyama ya maini na vitamin B1 nyingi, na nyama ya figo pia ina vitamin B1, nyama filigisi pia na vitamin B1, ila ndogo sana. Maini ndio mengi sana vitamin B1. Kwa virutubisho vya vitamin B1 ndio virutubisho ambavyo vya muhimu sana vya kuweza kulitatua hili tatizo. Nadhani mpaka hapo tumeelewana ndugu zangu. Sasa tunaenda chakula kingine ambacho ni muhimu sana kulitatua tatizo la kubadilisha la kutoa ganzi. Ili kuweza kutoa ganzi tunahitaji pia virutubisho vinaitwa lipoic acid. Hii hapa. Tunahitaji chakula kinaitwa lipoic acid. Hivi vyakula vya aina vya lipoic acid hii hapa. Lipoic acid. Lipoic acid kama ilivyoandikwa hapo ni kwamba improve the diabetic neuropathy pain and other symptoms such as numbness and tingling. Yani kwamba maana yake uboresha maumivu ya ugonjwa wa neuropathy au ganzi na dalili zingine kama vile kufa ganzi na kuwashwa. Umeona? Hii lipoic acid inaeleza vyakula ambavyo vinapatikana hivi ambavyo vinaondoa ganzi, si mchezo, inaondoa ganzi haraka sana. Hii ni moja hapo. Baada ya vitamin B1 inafuata hii lipoic acid. Vyakula ambavyo ukila unapata virutubisho vya lipoic acid kwa wingi na itakusaidia kwa haraka sana. Chakula ambacho kirahisi kukipata kwenye majumba yetu ambacho unaweza kukitumia kila siku ni nyanya, tomato. Nyanya zina lipoic acid nyingi sana. Nyanya ni tiba, nyanya ni balaa. Nyanya ndio lipoic acid ambayo inasaidia kutoa ganzi balaa. Kwa hiyo ongeza ulaji wa nyanya kwa siku ziwe hata 3. Yani sio za kupika, kata pembeni, menya maganda yale, nyanya piga 3 mchana, utengeneza kachumbari yako, na jioni pia unaweza kupiga 3 pia, ukala 3 pia. Nyanya zina lipoic acid balaa, zinatoa ganzi balaa, si mchezo. Njegere combine na nyanya, si mchezo, itakusaidia sana tatizo lako. Umeona? Ndio maana nimeambia unaweza kuwa na kisukari lakini ganzi usiipate kabisa, au kaitoa kutokana na ushauri na ukupo kuzingatia huu kabisa. Na kitu kingine cha kuzingatia wakati unakula nyanya ambao kwa ajili ya kupata madini ya lipoic acid, tunadili na ni bora uongeze na kitunguu. Kwa sababu gani uongeze na kitunguu? Kitunguu maji ile au raw onion, kitunguu maji kina madini yanaitwa chromium. Chromium ni madini ambayo yanatumika kujenga kongosho, inajenga kabisa kongosho, insulin inaijenga. Umeona? Raw onion contains madini yanaitwa chromium. Raw onion contains chromium, a mineral crucial in regulating blood sugar, and chromium assists in improving insulin efficiency, leading to controlled blood sugar level and therefore reducing the risk of diabetes. Ndugu zangu, tunaishi na tiba kila siku majikoni kwetu ila hatufahamu. Kitunguu maji kile kina madini ambayo yanajenga, yani matofali kabisa ya kujenga kongosho na insulin. Kwa hiyo kila siku wewe unaganze kisha unakata nyanya yako ambayo ina madini ya lipoic acid. Nimeonyesha lipoic acid, alpha lipoic acid ambayo kazi yake ni
Lipoic acid inatoa kabisa ganzi, inasuluhisha swala la ganzi, na vitamin B1 nimewaeleza. Na pia ongeza kitunguu. Kitunguu kina madini yanaitwa chromium. Chromium ndo tiba ya, yani kwanza chromium ndo tiba pekee ya kujenga kongosho. Ni moja, yani kitunguu ni power food. Yani nyumbani kwetu tunavyoishi jikoni, ndio maana nasema hivi, haya magonjwa yasiyoambukiza yanasababishwa sasa. Kutokana na hilo swala kwamba ukizingatia hivyo vitu, kisukari unaweza ukakipata, lakini ganzi usipate ukizingatia hivyo vitu nilivyoeleza. Umeona? Sasa ni vizuri zaidi uzingatie ulaji wa vyakula vya wanga ili tuweze kumaliza na kisukari kabisa kipotee. Sio